Tulitazame sasa gazeti Nipashe mwanga wa jamii lenye habari iliyopewa kipaumbele ni kanisa Katoliki latoa msimamo kwa wanasiasa. TEC inamtaka kiongozi wa ibada ama padre wa askofu kuwatambulisha kwa kifupi viongozi hao wa kisiasa bila kuwapa nafasi ya kuzungumza. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili. Kikwete atoa neno kuelekea uchaguzi mkuu 2025, habari katika ukurasa wa pili. Ziara ya Rais Samia ilivyoacha alama isiyofutika kanda ya Ziwa, ahadharisha waganga ramli chonganishi, habari katika ukurasa wa pili na ukurasa wa tano. Gazeti limeandika mpango wa kitaifa wasukwa kupunguza msongo wa mawazo, habari katika ukurasa wa tatu. Ripoti maalum mfumo dume ndoa ya mitala vilivyozima ndoto ya binti mahasibu, habari katika ukurasa wa 4. Hali hii imeathiri katika mpangilio mzima wa maisha yangu, kuanzia kiuchumi, kifikra, hata kiutendaji. Hadi sasa sielewi mustakabali wa maisha yangu, kila kukicha mambo ni yale yale. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 4. Gazeti hili limeandika ACT ataka magari ya serikali kutumia gesi, habari katika ukurasa wa 3. Kona afya, undani kuhusu shinikizo la damu, mbinu za kujikinga, habari katika ukurasa wa 7. Maisha yalivyo, kuzaliwa masikini si kosa bali kufa ukiwa masikini, habari katika ukurasa wa 11. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe michezo katika ukurasa wake mbele likiandika Simba Yanga mzigoni tena leo, habari katika ukurasa wa 24. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii.